Fikiria umehangaika maisha yako yote. Umeweka kila akiba, umejinyima kila kitu. Alafu mwisho wa yote, unapata nyumba ya ndoto zako. Lakini je, itakuwaje ukigundua nyumba hiyo si ya kwako peke yako? Hii ni simulizi ya dada wawili, Juhi na Juang. Wawili hawa walifanya kazi kwa bidii sana hadi wakafanikiwa kununua apartment yao. Walikuwa na matumaini makubwa ya kuanza maisha mapya ya furaha, lakini hawakujua kabisa kwamba nyumba walioingia ilikuwa imejaa siri za kutisha. Siku chache tu baada ya kuhamia, mambo yakaanza kubadilika. Juhi alianza kusumbuliwa na kelele za ajabu kutoka juu ya dari. Si kelele za kawaida, zilikuwa za kukwaruza, za kuburuta vitu, na wakati mwingine kama mtu anasaga meno. Kila siku kelele zilikuwa zinaongezeka. Akiwa amechoshwa na hali hiyo, Juhi alijaribu kutafuta suluhisho. Akaanza kubandika sponge kwenye dari ili kupunguza sauti. Lakini kabla hajamaliza, kelele zilirudi tena, zikiwa kali zaidi. Hapo ndipo akaamua kurekodi ushahidi. Alichukua kamera yake na kuanza kurekodi, akipanga kwenda kuwakabili majirani wa juu. Lakini ghafla, sauti nyingine ya ajabu ilisikika kutoka kwenye roshani. Kabla hajafanya chochote, simu ikaita. Alipokea, lakini upande wa pili kulikuwa kimya. Kisha ghafla kulisikika kishindo kikubwa kutoka juu na taa zikazimika. Sekunde chache baadaye, taa zikarudi. Lakini sasa mambo yalikuwa mabaya zaidi. Juhi aliamua kupanda juu kwenda kugombana na jirani. Hakujua kwamba huo ungekuwa mwisho wake. Kwa sababu usiku huo huo, Juhi alitoweka bila hata alama. Siku 4 baadaye, kazini kwake waligundua hajafika. Polisi wakahusishwa na dada yake Juang kaitwa. Juang hakuwa hajawasiliana na Juhi kwa muda kutokana na kazi mingi. Aliporudi nyumbani, alikuta hali ni mbaya. Sebli imevurugika. Chumba cha Juhi ni fujo tupu. Na kwenye mlango kuna ujumbe: msifanye kelele. Hapo ndipo hofu ilianza kuingia moyoni mwa Juang. Alijaribu kumpigia Juhi, simu imezimwa. Akakumbuka malalamiko ya dada yake kuhusu kelele, lakini hakuwahi kumwelewa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na matatizo ya kusikia. Na sasa ilikuwa imechelewa. Juang akaanza kushuku. Kuna kitu hakikuwa sawa. Akaanza kuchunguza. Akaenda kazini kwa Juhi, akaongea na rafiki yake Kune. Kune alimwambia jambo la kushangaza. Kila walipozungumza na Juhi, alikuwa akiuliza kama wanasikia kelele za ajabu, lakini hakuna aliyewahi kusikia chochote. Hapo ndipo mambo yakaanza kuwa ya kutisha zaidi. Juang aliporudi nyumbani, alipata simu ya Juhi imeachwa pale pale. Hilo hakikuwa kawaida. Alipojaribu kuiwasha, akagundua kuna rekodi nyingi za sauti. Alipocheza moja, ghafla kelele kali ililipuka masikioni mwake. Na ndani ya rekodi hizo, alisikia sauti ya Juhi. Ilikuwa imejaa hofu, malalamiko na kukata tamaa. Na sio hivyo tu, kulikuwa na sauti nyingine. Sauti ya mtu mwingine, lakini haikuonekana wazi. Kana kwamba mtu huyo hayupo kabisa. Kadri siku zilivyoenda, hali ilizidi kuwa mbaya. Majirani walikuwa wa ajabu. Mlinzi alikuwa na siri na kila mtu alionekana kuficha kitu. Hata mtu wa ghorofa ya chini, Jungim, alianza kuonyesha dalili za kupagawa kutokana na kelele. Mpaka siku moja, alikufa kwa njia ya kutisha. Lakini hata baada ya kufa kwake, kelele hazikuacha. Hapo ndipo ukweli ulianza kujitokeza polepole.
Ilibainika kuwa miaka iliyopita kulikuwa na tukio la kutisha kwenye jengo hilo. Mwanamke mmoja aliuawa, na kabla hajadafa alikuwa akigonga kwati akilia kuomba msaada, lakini majirani walipuuzia. Wote walidhani ni kelele za kawaida, na ili kulinda thamani ya nyumba waliamua kuficha ukweli. Tangu siku hiyo, kelele hazikuwahi kuacha. Na sasa zilikuwa zimemrudia Juhi, lakini siyo kelele pekee. Kulikuwa na mtu nyuma yake. Juang alipoendelea kuchunguza, aligundua ukweli wa kutisha. Kelele zile hazikuwa za bahati mbaya, zilikuwa zinatengenezwa makusudi, na aliyekuwa anazifanya alikuwa jirani wao, Jong-un. Kupitia video aliyopata, Juang aliona kila kitu. Jong-un alikuwa ametumia mashine kutengeneza kelele hizo, na si hivyo tu, alikuwa tayari amemuua Juhi, lakini bado alikuwa hai mahali pamoja. Juang hakupoteza muda. Alikimbilia chini ya jengo, kwenye basement, mahali panapotoka harufu mbaya kila siku. Na hapo ndipo alipokutana na ukweli wa mwisho: giza, takataka na vifo. Alimkuta dada yake akiwa hai kwa shida, lakini kabla hawajatoka, Jong-un aliwafikia akiwa na nyondoo mkononi. Mapambano ya mwisho yakaanza. Ilikuwa ni maisha au kifo. Kwa kutumia ujanja na ujasiri, Juang alifanikiwa kumwokoa dada yake, na kwa mara ya mwisho akamwacha Jong-un akikutana na hatima yake. Siku chache baadaye, maisha yalionekana kurudi kawaida, lakini ukweli ni huu: kelele zile hazikuwa tu sauti, zilikuwa ni kilio cha watu waliopuuziwa. Na wakati mwingine, kile unachodhani ni kelele tu kinaweza kuwa ni mtu anaomba msaada. Na hiyo ndiyo hadithi ya kutisha ya Noise. Kama umefika hapa, jiulize, ungekuwa wewe, ungechunguza au ungepuuzia kama wengine?